Ushauri huo umetolewa na mratibu wa shirika lisilo la kiserikali la Storm Foundation waliofadhili mashine za kupuria nafaka Abel Mungale katika kijiji cha Sasilo wilayani hapa Manyoni, na kudai kuwa nafaka nyingi huwa zinavunwa zikiwa bado hazijakauka vizuri na kusababisha sumu kuvu kwenye mazao na kuwa na madhara kwa mlaji. Magonjwa mengi sasa hivi, sisi tuna magonjwa mengi ya kansa. Mengi yanatokana na ulaji. Na ulaji hasa sehemu hasa kwenye mazao ni sumu kuvu. Na hivyo tunajitahidi kuhakikisha kwamba haturuhusu unyevu mahali popote ambao ndio chanzo kikubwa cha kutuletea sumu kuvu. Kwa upande wake, meneja mradi wa Amani Girls Bahati Mangola anaeleza jinsi ya kuhifadhi nafaka, huku baadhi ya wakulima wamesema walikuwa hawajui uvunaji wenye usalama wa chakula. Naye mtendaji wa kata ya Sasilo Revocatus Kapama alikuwa na haya kusema. Na mwaka kesho unashona na soboa tena sehemu nyingine na mwaka mwingine. Kwa hiyo huu mfuko tunafunga, hatufanyeje? Hatushoni kwa sababu tunautumia kwa matumizi ya kiuchumi zaidi, kwamba mwaka miwili, mitatu, minne hadi mingapi? Hadi mitano. Ni kweli sisi wakati tunalima, tunavuna, tulikuwa tukivuna, tukitupa, lakini kwa mafunzo ambayo tumepata sasa hivi tutaendelea kuyafanyia kazi. Kweli tumefundishwa jinsi ya kuvuna na jinsi ya kuweka kwenye maturubai na jinsi ya upigaji na jinsi ya kupembua. Kwa fursa hii ambayo kata ya Sasilo tumeweza kuipata kwa kuweza kutupatia hii mashine ya kupiga mahindi, imekuwa ni fursa kubwa ambayo moja kwa moja inatengeneza faida au inaleta tija. Wakulima wengi wamekuwa hawazingatii usalama wa chakula kipindi wanapovuna mazao, jambo ambalo wao bila kufahamu wamekuwa wakila au kuuza nafaka zenye sumu kuvu. Kutokana na hali hiyo, shirika lisilo la kiserikali la Amani Girls kwa kushirikiana na wafadhili Storm Foundation wametoa mafunzo na mashine ya kupuria nafaka kwa vikundi vya wakulima katika wilaya ya Manyoni, Iramba na Ikungi mkoani hapa Singida. Kutoka hapa katika kijiji hichi cha Sasilo katika tarafa hii ya Nkonko, ambapo kikundi hichi kimeweza kupatiwa mafunzo rasmi ya kuweza kuhakikisha mavuno yanakuwa katika usalama hapa wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mimi Alisante Mkumbo wa ITV.